tatizo nalo nalisikia kwa umbali, kama hususan kama macho vile, unajua ule moto ulivyowaka uliwakia usoni. Kwa kuna tatizo kwa mbali kama nikiwa naangalia. Naomba tu ushirikiano, maana ushirikiano ndo muhimu, maana ukiangalia bado kiafya sijaimarika. Ina matatizo, yani sijapona vizuri na siwezi kujua haraka sasa hivi jinsi nilivyo, japo nalala naamka, ila siwezi kujua na vionea, maana mwili haujakaa sawa kabisa. Mtazamaji wa Global TV, bila shaka utakuwa unakumbuka mahojiano yangu kati ya mimi na kijana mmoja ambaye alipata ajali ya shoti ya umeme kwenye mtaa wa Msimbazi na Mchikichi kwenye moja ya ghorofa, ambapo yeye alikuwa akimkimbilia mmoja kati ya mafundi ambao alinasa kwenye umeme kwa ajili ya kwenda kumuokoa. Kwa bahati mbaya, baada ya kumshika, naye alipigwa na shoti hiyo na kumsababishia majeraha makubwa mwilini mwake na kuwaishwa hospitali. Kijana huyu ambaye alifahamika kwa jina la Frankie Joseph mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa Buguruni kwa Mnyamani, ambapo leo tumekuja kutembelea mpaka anapoishi ili kuweza kufahamu hali yake, afya yake ikoje kwa sasa, vipi yale majeraha ambayo yalikuwepo kwenye mwili wake na anaendeleaje mpaka muda huu ambao tunazungumza. Tumefika na kuweza kupata nafasi ya kuzungumza naye, na haya ndio mahojiano yetu mimi na yeye. Mimi naitwa Gabi Mtanzania, nyuma ya kamera Zakaria Master Gamondi. Leo ni wiki ya 3 tangia upate ajali ya shoti ya umeme ambayo ulikuwa ukimkimbilia rafiki yako kwa ajili ya kwenda kumuokoa, lakini kwa bahati nzuri au mbaya na wewe ajali ikawa imekupata. Hali yako kidogo inaonekana sura imeanza kufunguka, tao unatazamika, manake mara ya kwanza ilikuwa shida kidogo. Pole sana, na natamani unikumbushe jina lako ili watu waendelee kukukumbuka, lakini utuambie hali yako ya kiafya kwa sasa. Cha kwanza nashukuru Mungu, asanteni sana. Kwa majina naitwa Frankie Joseph Kibuti, na nishukuru kwanza media ya Global TV kwa msaada ambao umeonyesha na kunisaidia, maana umekuwa na mimi kipindi chote kuanzia napata shida mpaka leo hii, mpaka mnakuja kunijulia hali. Nashukuru kwa msaada na ushirikiano mnaonionyesha. Kiukweli kama mnavyoona sio mbaya, hali inaendelea vizuri. Maana mwanzo mliona nilikuwa hata sitamaniki kabisa, nilikuwa siangaliki usoni, uwezo kaniangalia niko vibaya, lakini mpaka sasa hivi hali yangu mnaiona kidogo imeimarika, naendelea vizuri. Kama mnavyoona usoni kidogo kuna mabadiliko, sitoshe mguu, lakini tuseme kiujumla afya bado sijaimarika kivile. Kama mnavyoona bado miguu mibovu, na vile kuna jinsi kidogo naona bado sijakaa sawa, maana kuna tatizo nalo nalisikia kwa umbali, kama hususan kama macho vile, unajua ule moto ulivyowaka uliwakia usoni. Kwa kuna tatizo kwa mbali, kama nikiwa naangalia naona kama wingu fulani. Kwa hapa inaonekana kabisa bado sijakaa sawa, inabidi nirudi hospitali. Ila kwanza nitumie nafasi hii kuwashukuru Global TV kwa msaada mnaoonyesha, na Watanzania kwa ujumla kwa mchango uliochangia mpaka mimi naendelea vizuri. Ila niwaambie kama kuna mtu ana moyo wa kunisaidia, endelee kunisaidia, maana bado sijakaa sawa, na vile nikikaa sawa napo inatakiwa nipate kamsingi. Napokaa napo tena sio nyumbani, nalipa kodi, nimepanga hivyo tena, na isitoshe tena kuna mazingira tena natakiwa nirudi tena hospitali wakanicheki kiafya zaidi, ili tuangalie kinachosumbua sasa ni nini. Madaktari umewashirikisha kuhusiana na kuona kwako, kwa maana umesema unaona wingu, kwa maana macho yamekuwa mazito kuona? Mwanzo kusema ukweli tatizo kutokana na yale maumivu na jinsi ambavyo uso ulikuwa umeharibika, huwa nilikuwa najua kwamba ni wenge tu la kawaida kutokana na uso ulivyokuwa umeharibika. Kama mlivyokuwa mnaona mwanzo nilikuwa natia huruma kweli. Sikuweza kugundua kwamba labda nitakapokuwa nimekaa vizuri usoni kama ile tatizo litaendelea la usoni la kutokuona vizuri, naona wingu mbele. Sikujua kwamba litaendelea kuwepo, labda nilijua labda ni mishipa labda itakuwa imestuka kutokana na haya matatizo niliyoyapata, hususan mpaka shingoni mnaona makovu kama haya. Kwa hiyo sikuweza kutambua kama niwaelekeze ili waweze kuniangalia zaidi. Vipi lakini kuhusiana na majeraha ambayo yapo kwenye mwili wako, kwa ndani yana maumivu au maumivu yamepoa kabisa? Niseme nimshukuru Mungu, majeraha ambayo yalikuwepo kwa ndani hususan asilimia kubwa
yamepunguza maumivu, hayaniumi, ila hapa kuna baadhi ya begani, miguuni kama mnavyoona, na hilo tatizo kwenye macho bado ndo vimebaki vinanisumbua ya. Na mara ya mwisho kwenda hospitali na kuzungumza na daktari walisemaje kuhusiana na afya yako mwenyewe? Kiufupi nilikuwepo kwenye dozi ya sindano, na dozi ya sindano nilihudhuria mpaka dozi ya sindano ikaisha, na mpaka ikawa imebaki dozi ya vidonge ambavyo niliandikiwa vya kumeza. Nimeweza kumeza mpaka sasa hivi, na viongea hivi vimebaki vya kumeza mara 2, na nasikilizia kwanza viishe, alafu ndo nirudi hospitali niwaelekeze pale ambapo kidogo bado hapajakaa sawa, na nielekeze na ubovu ambao uliobaki ili waweze kunisaidia labda kwa vipimo zaidi ili kuweza kujua tatizo ni lipi ya. Nimeona tembea yako ya kusuasua, miguu nayo ina shida gani? Kiukweli kama unavyoona miguu iliumia ya, maana miguu imejaa madonda, alafu madonda yenyewe yapo sehemu mbaya, kutembea ndo shida, hata kusema kwenda kuoga nini lazima nipate shida kutokana na miguu madonda sehemu yalipo. Nisema ambapo kuna mishipa ambayo kidogo inatusaidia kidogo kutembea, kwa bado sijakaa vizuri kabisa, bado kuna shida sana, maana vidonda bado havijapona, bado ndo vinakauka, kwa ndo maana kidogo siwezi kutembea vizuri ya. Na vipi hapa nyumbani, unakaa na nani ambaye anakupa msaada mara kwa mara kuhakikisha kwamba anakuangalia ili afya yako iweze kuimarika? Kiufupi niseme hapa nyumbani sikai na mtu yoyote, mimi nakaa mwenyewe, ila namshukuru Mungu majirani pale napokuwa na shida ambayo kidogo ni ya muhimu ambayo mimi siwezi nikaifanya, naomba tu ananisaidia kama majirani, maana naishi nao vizuri ya. Kipindi kile uliniambia mlimficha mama mzazi, kwa maana mama yako, kumwambia taarifa yako kuhusiana na hiyo ajali ambayo umeipata. Vipi sasa, ulimpa taarifa wakati mwingine aweze kufahamu mtoto wake unaendeleaje? Ya kiufupi unajua taarifa zinaenda, maana hususan kama unavyoona hivi taarifa zipo kwenye media ya zinaenda, ila mimi niliwaambia wakamuelekeze tu, maana mwenyewe nikaomba niongee naye ili nimhakikishie kwamba naendelea vizuri, ili asiwe na pressure zaidi. Mama namjua ni mbovu wa kiafya na pressure, kwa kidogo nilimficha ili mradi asije akajua kama nimeumia sana yakaja yakatokea kutokea ya. Ila sasa hivi alishajua, ila hajaweza kujua kwamba niliumia kiasi gani, maana niwaambia wamfiche kabisa, simuonyeshe picha, maana wakimuonyesha atajua labda hata hivyo naongea naye hawezi kuamini kama naongea na mimi, anaweza kana anaamini naongea na mtu mwingine kutokana na jinsi nilivyoumia. Mtu haraka haweza kaamini kama naendelea vizuri hivi ya. Nimeona kama unabeua hivi, kuna namna ndani ya mwili kuna tatizo labda ambalo labda wewe unalisikia, sisi tunaliona tu kwa macho? Ya kama nilivyokuelekeza, yani ina matatizo, yani sijapona vizuri na siwezi kujua haraka sasa hivi jinsi nilivyo, japo nalala naamka, ila siwezi kujua na vionea, maana mwili na haujakaa sawa kabisa, maana mpaka sasa hivi ninavyokuambia kwenye kula nakula, lakini uwaga nakula sijisikii hamu ya kula, na force tu kula kwa kuwa na meza dawa ya. Kwa hiyo inaonekana kabisa bado kuna tatizo la kiafya ya. Kwa hiyo kama inahitajika kufanyiwa check up ya mwili mzima ili kujua ni sehemu gani imeathirika kwa namna moja au nyingine ili iweze kutibiwa. Ya ndo iko hivyo. Naomba hivyo, sema kikubwa tu ni mpaka tupate tena nini fedha kwenda hospitali check up jinsi afya inavyoendelea, na kama kuna sehemu ambayo kidogo haiko sawa kidogo niweze kupatiwa matibabu ya. Na vipi kuhusiana na yule jamaa ambao ulikuwa unakimbilia kwa ajili ya kwenda kumuokoa, naye anaendeleaje kama mnawasiliana? Maana tuliwasiliana naye ya kutaka kuongea chochote wala kutaka kutoa ushirikiano kwenye media. Ya kuhusu yule bwana, kiufupi mimi mwenyewe naongea naye kwenye simu, maana bado naye hajapata nafasi kutokana na maelezo anayoyatoa yeye ya kwamba injury aliyoipata bado inamsumbua, hususan sijui goti na bega, na mpaka ananiambia bwana mimi nimesharudi mpaka Muhimbili tena ili wakanifanyie cheki kidogo kama kuna ubovu mwingine ambao umeibuka ndani, ila yeye kasema bwana mimi nimeenda pale wakanidai wanipime na wamenipima, ila sasa kulingana na hela wanazozitaka wao na mimi sina, nimewaambia tu waache nani hela naenda kunanili kungaunga huko, alafu nikanunue dawa pharmacy huko, maana kule amesema
kwamba wamemchaja hela nyingi na hizo hela zenyewe yeye hana. Kwa akawa anasema bwana, mimi bado mguu haujakaa sawa, hujatengama kabisa, pamoja na bega nilivyodondokea. Kwa na yeye bado hali yake haijakaa sawa kabisa. Vipi ukimuuliza kuhusiana na mwajili wake aliyemwajili kwa ajili ya kufanya kazi kwenye hilo jengo ambalo lilisababisha akapatwa na kupigwa na shoti ya umeme? Kiukweli hilo jambo nililipitisha tu, nikamuuliza kama labda kama yeye kwa upande wangu, maana mimi nilikuwa naenda kuokoa, lakini yeye kwa maelezo aliyoyatoa kwamba yeye ndio fundi msimamizi wa ile jengo, nilimuuliza kama nalipitisha tu, bwana wewe kuhusu msimamizi wa mhusika mmiliki wa ile jengo mwenyewe aliwahi kuja kukuona au kuna taarifa zake zozote zile ambazo unazijua? Akasema bwana, mimi toka naugua sina taarifa zake na wala sijawahi kumuona kutokea. Akaniuliza mimi, nikamwambia bwana, mimi sijaona dalili yoyote, wala mimi nikuulize wewe huko upande huko, maana wewe kidogo wewe ndio fundi, ulikuwa unasimamia mafundi wengine hapo kama fundi mkubwa, unaona, kwa labda wewe unaweza kaa unajua. Akasema bwana, hamna chochote, hajatokea wala sijui kuhusu yeye. Labda ni kitu gani ambacho tukijui kuhusiana na afya yako natamani kutujulisha kama Watanzania wenzako na watazamaji wa Global TV ambao wanakufuatilia kuhusiana na afya yako? Kiufupi naomba tu ushirikiano, maana ushirikiano ndo muhimu, maana ukiangalia bado kiafya sijaimarika. Kama ni msaada naomba Watanzania wenzangu, kwa wale ambao walisaidia mpaka nimefikia hapa, na kama na chochote kitu cha kuweza kuendelea kunisaidia kidogo niimarike kidogo, maana unaona kiafya kabisa siko vizuri, nahitaji zaidi matibabu na vipimo na hivyo vyote vinahitaji ni fedha. Kodi ya nyumba hapa unalipa shilingi ngapi? Kodi ya nyumba hapa nalipa 35. Kwa mkataba wa kwanza ambao tulikubaliana 35, ila kaili kwamba tukikaa kwa kuwa hatujakaa sawa kutokana na kazi zenyewe tunazozifanya ni kazi za kawaida sana, kwa mzunguko wa biashara ni mdogo. Ili bwana nyenye nipeni 35, ila mkikaa sawa mtaniongeza hiyo 40 kila mwezi. Kila mwezi Hospitali sasa hivi inahitajika kama shilingi ngapi ili kuweza kufanya check up ya mwili mzima na kupata matibabu? Kiufupi hospitali najua kinahitajika kiasi cha fedha sio kidogo, maana kutokana na mizunguko ya check up ya vipimo itakavyofanyika, na hususan na dawa zingine za kuweza kukaa zinimarishe tena kiafya, kwa siwezi nikajua kiasi, ila najua fedha inahitajika. Fedha inahitajika kweli. Jaribu kuzungumza na Watanzania wenzako na watu wanakutazama kupitia Global TV kipindi hiki cha Kona ya Mtaa, uweze kupata msaada kwa Watanzania ambao wataguswa na hiki ambacho kimekutokea Mtanzania mwenzetu. Nashukuru. Cha kwanza ni washukuru wale ambao walijitolea kwa msaada wote walionisaidia mpaka naendelea vizuri, ila niwaambie waendelee kunisaidia, maana hivi nilivyo tena bado sijaimarika, siwezi nikafanya kitu chochote, na bado unavyoniona ni mtu wa ndani, hata kutembea kwenyewe kwa shida ili na mimi nije nikae sawa niendelee na shughuli zangu za siku zote. Na namba ya msaada ni ngapi na ni ya kampuni gani? Namba ya msaada ni ya Airtel. Airtel ni 06 81 12 31 73. Jina linatoka Daudi Moleri. Rudia tena taratibu. 06 81 12 31 73. Jina linapanda Daudi Moleri. Pole sana. Haya, asante. Mkuu wa chuo cha The Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza tarehe 7 April 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za offer kama vile Computer Application, Graphics and Design, Video Production pamoja na CCTV Camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0715075840. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.